Na tuyajenge Tanzania ni yetu. Naam, swadakta kabisa, vijana tuyajenge Tanzania ni yetu. Huyu ni diwani wa kata ya Chuno, Mheshimiwa Mariam Chimbwai, ambapo leo hii basi amekabidhi kiasi cha fedha kwa bodaboda wa kata ya Chuno ili kuweza kuwasapoti kwenye swala zima la kupata leseni ili iweze kuwa sehemu ya kukamilika kwenye udereva huu wa kusafirisha abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hapa diwani huyu anaelezea kile ambacho amekunwa na kuweza kuwapatia fedha wa bodaboda hawa ili mwisho wa siku wawe sehemu ya kukamilika kwenye swala zima la uendeshaji wao wa pikipiki. Kipi ambacho anaeleza? Vijana tuyajenge Tanzania ni yetu. Asante. Kwa jina naitwa Mariam Mohamed Chimbwai, diwani wa kata hii ya Chuno. Leo nimekutana na vijana wa maafisa usafirishaji, kwa jina lingine bodaboda. Nikutana nao leo na nikuja kuwasapoti vijana wangu kwa ajili ya kwenda kupata leseni, lakini pia nimshukuru na katibu wa usalama barabarani na Saida, naye amekuja kuwapa maneno mawili matatu kwa ajili ya usalama barabarani. Mimi nimefurahi nikiona vijana kwenye kata yangu wanakuwa na leseni na wanafuata taratibu zote za usalama barabarani, kwa sababu ndio taifa ambalo tunalitegemea. Lakini pia na mimi kama diwani wao nawategemea sana vijana wa kata hii ya Chuno, wananiunga mkono kwa kila jambo ambalo nataka kulifanya. Kila ninapofika sehemu ambayo natakiwa nguvu kazi, vijana wa kata hii ya Chuno wananishika mkono. Kwa hivyo na mimi nikasema lazima na mimi nipambane, niwashike mkono katika vijana wangu wa kata hii ya Chuno, mabodaboda wote ambao hawana leseni. Nimekutana nao leo, tumezungumza na mimi nimetoa kiasi kwa ajili ya kuwapunguzia mzigo wa ile fedha ambayo inatakiwa kalipie leseni. Kwa kiongozi, kwa bwana Zeze, mwisho wa siku mtu anazunguka, mimi nataka 10,000 yangu sababu mheshimiwa amenichangia. Hiyo pesa iacheni ikae kwake. Ikisha kamilika 30 na ile siku ya kwenda kulipia, itatoka hiyo pesa, itaenda pale, majina yote yatakuwa nayo, control number, sio kila kitu atakuwa nacho. Ina maana atalipia hii ya bwaka, hii ya mtu fulani, ndio kitu kizuri. Kuliko kukaa tena kuanza kuzunguka kwenda kwa kiongozi. Mimi na shida na shilingi 10,000 na changamoto 1 2 3. Hii changamoto zingine za kuweza kukabiliana tu. Ila swala leseni, kuwa na leseni ni jambo muhimu sana. Nadhani mheshimiwa hapa ameamua kuunga mkono kutokana na kata yetu. Ameamua kuisupport kwa sababu na hivi vitu havijai kutokea kwenye kata yetu. Umeona? Sasa pala anapoamua yeye kujitoa kuweza kuwa karibu na vijana, kuweza kuwa karibu na bodaboda, kuna vitu tayari vimemgusa kwake, na ndio maana ameamua kuwashika mkono vijana wa Chuno, kuwaunga mkono bodaboda wa Chuno. Kwa hiyo hata nyie pia vile vile mnaweza au mnatakiwa muunge mkono muda wote na saa yote kwa kumsupport kwa kile alichokitoa kwenda kukifanyia kazi kama dhamira yake ilivyokuwa. Naitwa Mohamed Asmani almaarufu Zeze. Mimi ni bodaboda katibu wa bodaboda hapa Chuno Kianga. Sisi tunashukuru mheshimiwa diwani ametusapoti kwenye jambo la leseni, ametusaidia kiasi kwa ajili ya kumaliza mambo ya leseni. Tunamshukuru sana. Tunaomba tu mheshimiwa azidi kutunga mkono, sababu sisi ndo nguvu kazi. Sisi wake, yeye ni wetu. Tunashukuru, tunasema asante sana. Wito wangu kwanza niwaambie wawe makini watakapoenda kupewa wale mafunzo. Mafunzo ni muhimu sana, wakazingatia yale mafunzo. Walimu watakapokuwa wanawafundisha basi wawe makini kusikiliza na kwenda kuyatekeleza yale yote ambayo wameyapokea pale kama ni elimu. Hili ni taifa ambalo tunalitegemea, sio taifa la kesho, ni taifa la leo na kesho na kuendelea. Kwa hivyo mimi na imani kabisa watakapopata yale mafunzo, mtu ambaye alikuwa aelewi maana leseni ni nini. Unajua wengi wanaamini kwamba leseni ile asikamate tu na trafiki, lakini kumbe leseni atapewa mafunzo, lakini pia atafuata utaratibu wote wa barabarani. Kwa hivyo niwaombe kupitia kikao hiki ambacho leo tumezungumza, na kama katibu wa usalama barabarani alivyowapa mafunzo, lakini na pia wakasikilize mafunzo vizuri huko, na tegemea ajali za barabarani kuhusu bodaboda hazitokuwepo kabisa. Kwa jina naitwa Mohamed Isa Mzee maarufu Munigae. Sisi tunashukuru diwani kwa msaada wake aliotusaidia. Pale kwenye kiasi cha 30,000 yeye katuongezea shilingi 10,000. Maana yake sisi tunalipa 20,000. Kwa hiyo sina la zaidi lingine. Hakiwa usalama barabarani kaja katuelekeza, katupa mafunzo. Na kwenye maisha sasa ukiangalia ni bodaboda Mtwara wengi
hatuna leseni. Mwisho wa siku unakuta jambo linafanyika, wewe ni umeonewa wewe, lakini mwisho wa siku unakimbia kwa ajili ya leseni ni hatuna. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa mbunge. Kwanza mheshimiwa mbunge tunashukuru kwanza kwa msaada wake na elimu hii kutugeia, na akiwa diwani wetu wa kata ya Chuno, namtakia kila laheri, Mungu amjalie hazidi kupata, na sisi tutakuwa naye nyuma yetu. Kwa majina anaitwa Musa Shaibu almaarufu Ozili. Namshukuru mheshimiwa diwani kwa kutupa kiasi katika kuongezea katika hela yetu ya leseni. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa diwani, awe na moyo huo kujitolea kwa vijana wake, sisi ni wake. Asante mheshimiwa diwani. Naye katibu wa RSA kwa mkoa huu wa Mtwara Bi Sada hapa amesimama na kuelezea umuhimu wa watu hawa ama kundi hili la bodaboda, lakini pia hapa anaelezea swala zima la wao wana haki na wana wajibu wa kutii sheria za usalama wa barabara. Elimu ya usalama barabarani. Mnapokwenda kusoma, kwa nimesikia mnaenda kusomea leseni, yani mnapewa leseni. Kwa hiyo mnapoenda kusomea leseni, kwanza mjitahidi kufuata sheria. Unajua bodaboda wengi hawachukuli bodaboda kama kazi, wanachukua bodaboda kama bodaboda, wakati bodaboda ndo maisha yetu siku hizi. Unaona? Kwa hiyo tunawaomba mtakao kuwa nyinyi mmeenda kusoma mkapata leseni, mzingatie sheria za usalama barabarani, kama kuvaa helmet, kufunga side mirror zile. Bodaboda wengi wamekuwa wanafungua, wanasema zile nani kama nzee, wakati zile wakati zile wenyewe wameweka kwa maana, kwa sababu kama hauna zile side mirror, ukitaka kuingia huko lazima ukone ugeuke, ukigeuka unatingishika. Kutokea hapa kata hii ya Chuno hapa manispaa Mtwara Mikindani, sisi tuna ziada, tumekwisha kueleza kile ambacho kimefanyika hapa, na nikushukuru sana. Hii ni Faruku Online TV na mimi ndo Faruku Munyani. Bye bye.